Matumaini yangu ni kwamba huu mweri wa afya, mpendwa wasikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbo katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameitoa kwetu. Ndugu zangu, kama jinsi mnavyoona, tema ni video ambayo imetengenezwa wiki hii Jumapili, ambapo Lady alitoa tema hii ambayo ni muhimu sana katika maisha yetu ya ndoa, ambayo inaongelea kuhusiana na mwanamke mwenye mamlaka katika ndoa. Najua kwamba mafundisho ya siku ya leo, ndugu zangu, ni mafundisho ambayo karibu watu wote duniani ambao wameoa aidha wameolewa, wale walio katika shughuli za kuoa aidha kuolewa, lakini pia hata kwa wale wasio katika ndoa, ni muhimu kwa sababu inahusu karibu watu wote. Lakini zaidi sana siku ya leo tutaenda kugusia mwanamke, yaani mwanamke mwenye mamlaka katika ndoa, yaani mwanamke ambaye yeye tuseme kwamba amevaa suruali, tuseme kama gisi unavyosema, yaani mwanamke ambaye amevaa suruali ndani ya ndoa, ndani ya nyumba. Sasa mwanaume yeye sasa anakuwa gisi Kiswahili wa Tanzania wanasema kwamba amekuwa mwanaume bwege, mambo kama hayo. Kwa hiyo huyu ndio mwanamke ambaye tutaenda kuongelea kwa siku ya leo, na mtaenda kuelewa hayo mambo yanatendeka namna gani, ni kitu gani ambacho kinamfanya mwanamke wa namna hii hawe na tabia na mwenendo wa namna hii. Hayo yote mtaenda kuyaelewa ndugu zangu. Kwa hiyo muwe makini sana, kwa sababu mambo ambayo mtaenda kusikiliza yataenda kuwabadilisha wengi sana. Lakini pia haya mambo ambayo tutaenda kuongea kwa siku ya leo, muwe makini, kwa sababu kwa wale ambao watajihisi kwamba hawahusiki, kwa hiyo watukuze Luba kupitia neno lake na iwe pia mafundisho kwa wengine. Yes, mafundisho kwa wengine, na wale ambao wanajua kwamba haya mambo yanawagusa, ni vema, ni bora zaidi sana kubadilisha mwenendo na kuenenda kulingana na kile ambacho neno linapenda. Basi ndugu zangu, tutaenda katika kitabu cha Demonolojia kama kawaida yetu, kwa sababu hiki ni kitabu ambacho ulimwengu wa giza la kichawi haufurahii hata kidogo, hawapendi kabisa hili ambalo tunaenda kuambia kwa siku ya leo, kwa sababu mambo yote ambayo yako humu ndugu zangu ni mambo ambayo yanafungua kabisa namna gani ulimwengu wa giza la kichawi unavyofanya kazi yake, na kwa nini mambo ambayo tunayaona katika dini, katika siasa, katika mambo yote ambayo tunayaona ndugu zangu katika hali hii inayoonekana maisha yetu ya kila siku, kila kitu kinaongelewa humu. Ikiwa kuna matukio kadhaa, ikiwa kuna mambo karibu yote, demonolojia inatueleza ni nini, kwa sababu hii ni sayansi iliyokatazwa, elimu iliyokatazwa ya demonolojia, ya demon. Mnaona ndugu zangu? Kwa hiyo ni elimu iliyokatazwa ya sayansi ya demon, ambayo inaitwa kala tajokwa miangoma milima bobe, kala tajokwa miangoma milima bobe. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ndio demonolojia tutaenda kuingia ndani kwa siku ya leo. Ndio maana tunaenda katika sura yake ya kwanza mstari wa 217 hadi 219. Inasema hivi: kama ilivyosemwa katika mstari wa 141. Kwa hiyo mkienda ndani ya demonolojia mstari wa 141 mtaenda kusikia haya ambayo tunayaongea. Kama ilivyosemwa katika mstari wa 141, ili demon zifanye kazi katika maisha ya kila siku ya mtu hadi umiliki, yani kupagaa, ni lazima kwanza aina fulani ya demon inayojulikana kwa jina la demon za matukio iweze kutenda. Tunasimama hapa, maana yake ni nini? Wanatueleza kwamba katika maisha ya kila mtu, maisha ya kila siku, yani kuna aina mbalimbali za demon, lakini ili kwamba demoni zingine zipate kutenda kazi, kwanza kuna utaratibu katika ulimwengu wa giza la kichawi, yaani kuna mpango wao kamili kabisa ambao wametengeneza vizuri kabisa, ili kuanza sasa namna gani wanaweza wakamiliki. Kwa hiyo kuna aina ya demons ambazo zinaitwa demon za matukio. Kwanza zenyewe ndio ziko hapo ili kwenda kuandaa matukio yatakayofanya kwamba mlango upate kuwa wazi. Sasa mlango ukiwa wazi, ndipo hizo demon za matukio zitaenda kuita demoni zingine ili kuambia kwamba tayari tumeshafanya kazi, tumeshaandaa, kiwanja kiko wazi kabisa, kiko bure. Kwa hiyo njooni
ili mpate sasa kuingia. Nafikiri hapa mnaanza kuelewa vizuri, ndio maana wanasema kwamba hii ni kwamba ili demoni zifanye kazi katika maisha ya kila siku ya mtu hadi kummiliki huyu mtu, lazima kwanza kuwepo na aina hiyo ya demon ambayo inaitwa demon za matukio. Demon za matukio, ndugu zangu, matukio tunayo kila kukicha, maana kipindi ambacho wazazi wetu walipotuzaa, yani katika kule kuzaa kule, kulikuwa tayari matukio ambayo yameshaanza, kwa sababu vinginevyo hata katika kutuzaa ingetokea kwamba hata mzazi akafariki, aweza kukatokea kitu ambacho kiko hivi, aweza kumekuwa hivi, mambo kama haya, yani matukio yangetukia. Yani unapozaliwa ujue kwamba tayari unaingia katika matukio mbalimbali, na hadi pale utakapotoka katika hali inayoonekana, yani utakuwa tu katika matukio mbalimbali. Sasa na haya matukio, ndugu zangu, mara yanaweza yakasababishwa na demons za matukio, lakini pia kwa upande mwingine, huku hatutagusia zaidi sana, lakini tunagusia zaidi sana kuhusiana na demons za matukio ambazo zinaandaa njia ili kwamba ziende kutenda kazi yake. Sasa mstari wa 218 nasema, wakati demoni ya matukio inapotaka kuwazuru hufanya kila kitu katika uwezo wake, hii kwa kila aina ya mikakati ya kichawi. Kwa hiyo hizo ni demon ambazo zimebobea kabisa katika namna ya kutafuta namna gani wanaweza wakasababisha matukio, na ili katika matukio hayo moja kwa moja demon zingine zipate kutenda kazi. Nitawapatia tu mfano. Wewe uko katika ukweli huu wa neno la lugha, umependa kabisa, unatembea kulingana na ukweli wa neno la lugha. Bon, kunaweza ukawa sherehe fulani, watu wanacheza, wengine wanakata mahuno, ni mfano tu. Unaweza ukavuviwa tu nakasi kwamba nenda pale. Wewe uko katika neno, sio kwamba ni dhambi, haijakatazwa. Unaweza ukaenda, ni nini ambacho kinaendelea, kuna shida. Lakini unaweza ukasukumwa hivyo, kwa sababu hizo zinaweza zikawa demon ambazo zinapenda kuingiza katika matukio fulani, kwa sababu huko ambapo utaenda utaanza kuona wanawake ambao wanakata mahuno, na utahisi, unaweza ukahisi hata ndani mwako kusema kwamba angalia yule, unaona mambo kama haya. Sasa hapo tayari wameshaanza kuandaa matukio, yaani tukio lipo tayari, lakini sasa ni wewe ndio unapendwa kunazo, na ukiingia katika hali ya kutamani, aweza kupenda kufanya kile kitendo, moja kwa moja, yani mlango umeshakuwa wazi. Na ikiwa mlango utakuwa wazi, hizo demoni ambazo zimesababisha matukio zenyewe kazi yao imeishia hapo. Sasa wataita wenzao. Sasa hicho kikosi kingine ambacho kitakuja sasa, ndio mtaweza kujua ni aina gani za demoni ambazo zitakuja baada ya hizo demoni za matukio kufungua mlango. Ndio maana wanasema wakati demoni ya matukio inapotaka kuwazuru hufanya kila kitu katika uwezo wake, hii kwa kila aina ya mikakati ya kichawi. Kwa hiyo zitazirisha matukio kuanzia, tuseme, kwa sababu tuko tunaongelea kuhusiana katika ndoa, yani kuanzia kwenye uchumba wenu hadi mnaenda kuoana, demoni zinaendelea kuingiza matukio tu, na hata katika ndoa, yani demoni zinaendelea tu na matukio katika lengo la kupenda kubomoa ili mpate kuachana. Kwa hiyo zitapitia milango hiyo ambayo tayari wataona kwamba imeshafunguliwa na hizo demoni za matukio. Hapo ndipo watapenya, hapo ndipo wataingia wao, ili kwenda sasa kuzuru ndoa yenu. Ndio maana mstari wa 219 nasema, katika ndoa demoni za matukio hudhihirisha hali isiyopendeza, kuna mabano, isiyo na huruma, isiyofurahisha, ya kuhuzi, isiyopendeza. Kwa hiyo ndugu zangu, mnatakiwa kuelewa kwamba ikiwa katika ndoa mambo hayaendi vizuri kati ya mume na mke, nawaambia nyumba hiyo huwa yani unaweza ukahisi ubaridi. Inawambia yani, hata kama wewe ni mgeni, unapokuja katika nyumba ambapo mume na mke mambo hayaendi vizuri, utahisi uwepo ambao si mzuri. Angazaa labda uwe mtu ambaye hauna roho wa utambuzi, labda unaweza ukaingia unatoka, lakini kikawaida kabisa, sehemu ambapo mume na mke hawaendi vizuri, hawako sawa, lazima kutakuwa hali fulani ambayo ipo. Na hivyo ikiwa ni mwanaume, kwa sababu ndio tunaongelea hapa, mwanaume ambaye yeye amewekwa chini ya ulinzi, yuko chini ya mamlaka ya mwanamke, ya mke wake, ina maana kwamba mme atakosa hata amani. Kuna wanaume wengine anaweza akaenda hata kazini,
Anapokaa huku kazini anajua kwamba muda wa kutoka umekaribia, lakini utakuta mtu ametoka lakini anashindwa kurudi nyumbani kwa sababu anafikiri, anasema kwamba nikirudi tu nyumbani tu, yani ni vurugu, yani ni kutusiwa, yani mimi ni kuulizwa maswali, ulikuwa wapi, unafanya nini, kwa nini hivi. Yani utakuta wanaume haya mambo wanayoongea yanatendeka. Wanaume anaweza kabaki hata tena muda wa kutosha tena, na baada ya kazi imeshamalizika, lakini bado amekwama huku kwa sababu anajua kwamba nyumbani hakuna amani. Kuna wengine anaweza katoka nyumbani, anaenda huku anaingia kwenye nani, anakunywa pombe, bia, huku ameelewa, anakuja kutulia, kwa sababu anajua kwamba ikiwa amekuja katika hiyo hali hivyo, hata yeye mwenyewe hatamuuliza maswali, wewe ulikuwa wapi, ataona kwamba huyu amelewa huyu. Kwa hiyo ndoa, mnakuja kuona kwamba ile furaha kabisa katika ndoa haipo, na ubaridi unaingia ndani ya ndoa. Hii inawaambia hakika, mnapoingia katika familia, mnapoingia katika nyumba ambapo ndoa kati ya mme na mke haipiti, unaingia na unahisi kwelikweli, hapa hakuna amani. Kwa hiyo demoni za matukio zinafanya kwamba kuwepo na kutokuelewana kati ya mume na mke. Yaani utakuta ni ubishi kwenda mbele. Yaani utakuta mwanamke yeye anapenda ni yeye akiongea, ni yeye anaongea. Yaani mwanaume yeye hana sauti. Yaani ni yeye mwanamke ndiye aliye na neno la mwisho. Mwanaume yeye hana haja, hatakiwi, hastahili. Na haya yote ambayo yanamfanya mwanamke awe na hali kama hiyo, ni kitu gani ambacho kinasababishia? Ni kitu gani ambacho kinampa mamlaka? Kweli tunajua kwamba demoni hizo za matukio tayari zimeshafungua mlango. Sasa ni kitu gani ambacho kitamfanya, na lengo ni nini, ili kwamba mwanamke kutaka kuwa na mamlaka juu ya mwanaume? Kwa hiyo kuna wanawake wengine ambao wako katika hiyo hali. Mme ameenda kazini, yeye hana kazi, aweza hafanyi kazi huko nyumbani, lakini hata kazi zile za nyumbani hafanyi. Yeye anatulia, ni kulala tu, yani hakuna hata kupika. Na mme anaporejea tena kutoka kazini, tena ni mme ndiye anayetakiwa tena hazipika chakula, alafu tena anaweka mdomo tena zaidi sana kusema kwamba yes, ukimaliza unipakulie na mimi nile, wakati ni yeye ndiye aliyeshinda hapo, na mme aliyeenda kazini amekuja amechoka. Lakini kwa sababu ni yeye mwanamke ambaye ana mamlaka juu ya mme wake, mwanaume atafanya namna gani? Yani hana namna nyingine ya kufanya, ni kutii amri ya mke wake. Na hicho ni kitu ambacho, ndugu zangu, kiroho ni hatari mno. Ni kitu ambacho kinatisha na kinahuzunisha. Ndio maana tunaingia katika vipengele yote ambayo nimeongea, ulikuwa ni utangulizi. Sasa tunaingia katika gogo lenyewe la ujumbe. Kipengele cha kwanza tutaongelea kuhusiana na mamlaka ya mke kwa mumewe. Kwa hiyo mamlaka ya mwanamke kwa mme wake. Demonolojia sura yake ya kwanza mstari wa 241 inasema hivi: wakati bebandambo dima mundima bobe, yani satyrs, yani demon katika umbo la mbuzi, na menguma madiba, yani nguva za majini ambao wataita mamii wata, zinapokuwepo ndani ya wanandoa na kupitia kwa mwanamke huyu nani? Mwanamke anakuwa mwenye mamlaka. Yani tayari hapa wametupatia chanzo. Yani kitu cha kwanza ambacho tumekiona ni kwamba tumekiona kwamba kumrazi demon hazitaki tena niendelee, zinapenda kuvuruga. Kitu cha kwanza ambacho tumekiona ni kwamba kuna demon za matukio ambazo zinaandaa kwanza uwanja, zinatengeneza uwanja vizuri, zinasababisha matukio mbalimbali. Sasa matukio yanapotokea, wao tayari wameshaweka mlango uko wazi, ndipo wataenda kuita aina zingine za demon. Na hizo aina za demon katika ndoa, yani ni aina mbili kwanza ambazo zitaanza kwanza. Demon za kwanza ambazo zitaingia katika familia, katika ndoa hiyo, ni demon bebandambo dima mudima bobe, yani demon ambazo ziko na umbo la mbuzi dume. Alafu pia kuna menguma madiba, yani nguva za majini, mami wata. Aya zenyewe wanasema samaki mtu, ingawa samaki mtu haipo, ni samaki binadamu, sawa, hapo inaweza ikawa vizuri. Kwa hiyo hizo ndio demon ambazo zitamjia nani moja kwa moja, yani zinamjia huyu mwanamke, yani zinamuingia mwanamke. Sikilizeni kwa makini, hizo demon zinamuingia mwanamke, zinampagaa mwanamke. Sasa zinapompagaa mwanamke, zenyewe sasa ndio zitachukua mamlaka kupitia mke,
juu ya nini? Juu ya mwanaume, kwa sababu hizo demon zinalenga kuondoa kitu ambacho mtu mwanaume amekipewa kihalali, kiasili, kwamba ni yeye ndio kichwa cha familia, kwamba ni yeye aliyekuja wa kwanza. Kwa hiyo anatakiwa apewe haki yake, apewe heshima yake, apewe kile ambacho anastahili. Sasa hizo demon hazitaki hizo zote kanuni zimwendee mwanaume, hilo kwao haliwezekani. Kwa hiyo hiyo ndoa inatakiwa ibomoke, na kama haitabomoka lazima huyu mwanamke awe juu ya mwanaume. Sikilizeni kwa makini. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linatendeka, yaani lengo ni kupenda kumwangamiza huyu mwanaume, lakini wao hawataenda direct kwa mwanaume, wataenda kwa mwanamke, alafu sasa mwanamke ndio ataendelea kufanya kile ambacho anatakiwa kufanya. Lakini unapoona kwamba mwanamke amebeba mamlaka juu ya mume wake, tayari kumbukeni na mjue kwamba kuna demon aina za bebandabu dima mudima bobe, yani demon katika umbo la mbuzi na menguma madibani, nguvu za majini tayari zimempagaa huyu mwanamke, zimesha kuwa tayari katika ndoa yao. Hilo ni jambo ambalo mnatakiwa kulielewa. Kwa hiyo namna hiyo sasa mwanamke ataanza kudhihirisha hali ambayo ni mbaya, tena mbaya sana. Kama jinsi nilivyosema, ni yeye anayetakiwa kuwa na neno la mwisho. Mme yeye awezi akamshauria kitu chochote, awezi akaongea chochote, na kama ataongea, hata kama alikuwa na haki katika jambo fulani, ataonyesha kwamba nao wewe haujui kitu chochote wewe, lakini baadaye ataenda kufanya kile kitu ambacho mme alikuwa amekiongea. Yeye atachunguza kila kitu, hata kama akaunti iko namna gani, ni yeye anatakiwa kuchunguza. Watoto yani kila kitu ni yeye ndiye bwana ndani ya nyumba, yani mme yeye ana chochote ambacho anaweza akakifanya. Na hapo ndipo menguma madiba, hizo nguvu za majini huwa zinachukua mamlaka kwa mwanaume kupitia mke wake. Na hapo hiyo hali yote ambayo mtaona kwa mke, yani ni demons ambazo zinamtumia mwanamke. Baadhi wanaofahamu, wengine hawana ufahamu, wanafikiri kwamba yes, mimi mwanamke bwana hawezi mwanaume. Ndio kwa sababu tumeshawahi kusikia hata kwenye video mbalimbali wanawake, kuna baadhi ya wanawake wanasema kwamba mimi mwanaume hawezi akanitawala, mimi haiwezekani mwanaume aniambie kwamba nenda kanisongee ugali, hilo haliwezekani, nenda kunipikia, hilo haliwezekani. Kutawala kwa mwanaume sio kwamba ni kutawala kwamba aweke mke wake kwamba yeye mke wake ameshakuwa sijui ni mtumwa, na huu utawala sio kwa namna hiyo. Watu wanaweza wakasoma, aweza kueleza tofauti, lakini utawala huo hauna chochote kuhusiana na udikteta. Aweza kumweka mwanamke kwamba yeye ni chombo, aweza kumweka mwanamke kwamba yeye hastahili. No, hapana, watu hawaelewe hilo, kwa sababu mtu mwanaume wa kwanza alikuwa ni mwanaume, ni mtu. Sasa na mtu akaja baadaye, na hapo kuna haki ya mzaliwa wa kwanza, na hiyo inatakiwa kuheshimiwa. Unaona hicho kitu ndugu zangu? Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko kawaida, ambacho kila mmoja anatakiwa kukiheshimu. Lakini hizo demons haziwezi zikavumilia, haziwezi kuvumilia hilo jambo, na kutokana na mamlaka ambayo mwanamke atakuwa nayo, mme ndani ya nyumba atakuwa na woga, ataanza kumwogopa mke wake. Kuna mara mke anaposema jambo, wako katika mazungumzo, anaanza kuogopa, labda naweza nikaongea hili, anaweza kajisi vibaya, akaanza kunitusi, anaanza kunikaripia, mambo kama hayo. Utakuta mwanaume hana amani, mwanaume hana sauti, mwanaume amekuwa kama vile mtoto ndani ya nyumba. Na kutokana na hilo, mwanaume, kuna mara watu wanaweza kujiuliza, kwa nini sasa asijitenge na huyo mwanamke? Huyo mwanamke pia atakuwa na maneno ambayo atakuwa anayaongea, na tutaenda kuyaona hapo baadaye. Anaweza akamwambia mwanaume kwamba wewe ni mwanaume gani? Kwanza mimi nakuvumilia tu kwa sababu ya hivi. Angalia jinsi mimi nilivyo. Wewe kabisa ni mwanaume ambaye unaweza kukaa na mke kama mimi kweli kweli? Kuna neema kwanza wewe kuwa na mimi. Wewe unafikiri kwamba hata nikitoka hapo papo wanaume wengi wanaweza wakanitamani na wanaweza wakanioa sasa hivi, lakini kwa sababu niko na wewe, sasa unaanza kupenda dharau, unapenda kuonyesha dharau. Sasa moja kwa moja mwanaume ule ujasiri pia unamtoka, anaanza kufikiri kwamba yeye
hata kwamba akiamua kwamba hachane na huyu mwanamke hawezi akapata mke mwingine, kwa sababu huyu mwanamke ameshamwonyesha kwamba yeye si kitu. Yani mwanaume huyu anaonekana kwamba yeye yani ni bure kabisa, yeye hata kujiamini, uaminifu unatoka ndani mwake. Hapo sasa ataendelea kuvumilia taabu na matatizo ambayo yataendelea katika ndoa yao. Lakini aina hiyo ya wanaume ni wanaume ambao wana mioyo ambayo tunaweza tukasema ni rahisi. Yes. Na inafika wakati ambapo labda hata wako katika sijui, wanaweza katika pirikapirika, iwe hata dukani, wanaenda kununua kitu fulani, utakuta mwanamume akizirisha hali fulani, mwanamke hii aangalie wako sehemu gani, aza yuko na nani, moja kwa moja anaanza kumkaripia mme, hata kumtusi, hata kumpiga. Wengine wanachukua mkono wanapiga, anaanza kupiga mme wake. Yani hata watu wengine wanashangaa sana, kitu gani ambacho kinaendelea? Lakini kwa sababu katika hali hii inaonekana, maana kuna wale wanaojiita kwamba wanatetea haki za wanawake, mwanamke anapopiga mwanaume hadharani hivi inaonekana kwamba huyu mwanaume kama yuko namna gani. Lakini anapokuwa tofauti, hapo matatizo yanaingia. Haki ya mwanamke ipate kuheshimiwa. Kwa hiyo kulingana na hilo, ndugu zangu, hili ndio jambo ambalo mnatakiwa kwanza kulielewa. Sasa kitu ambacho kinaendelea katika haya ni kwamba inafika wakati ambapo mwanamke kwa kuzirisha hali kama hiyo anaweka hata mkono juu ya mume wake. Na nyote mnajua kwamba kitendo cha mwanamke kuinua mkono na kuanza kumpiga mume wake, ndugu zangu, ni chukizo kweli kweli, ni kitu ambacho hakitakiwi. Maana kitendo cha kusimamisha mkono, yani ni demon ndizo zinazojiinua zidi ya huyu mwanaume na kuanza kumpiga. Yani kumpiga sio kwamba ni demon ndio zinampiga, ni mwanamke, lakini ni kuonyesha kwamba hizo demon zimesha kuwa na mamlaka juu ya huyu mwanaume. Mnaona ndugu zangu, na hayo ni mambo ambayo yapo, kwa sababu huyu mwanamke anatenda hivyo, nyuma ni demon ambazo zinamsukuma kufanya mambo kama hayo katika lengo la kumbomoa huyu mwanaume. Kwa hiyo mwanamume yeye hana chochote kile cha kufanya, anachunguzwa kila kitu. Yeye anajua kwamba mume wake ameenda saa fulani, anajua kwamba lazima saa fulani afike nyumbani. Ikitokea kwamba labda amechelewa dakika ngapi, kuna mara labda anaweza akafungiwa hata mlango kwamba hasingii, na ikiwa ataingia anawekwa hapo chini, ulikuwa wapi? Hata anaweza kajitetea akawa tu na sababu ambazo zinaeleweka kwamba labda kulikuwa foleni, aweza kulikuwa hili na lile, lakini mwanamke hawezi akakubali. Anaweza kumwambia mambo ya ajabu na kumtusi, namna gani unatakiwa kuwa hapa haraka mapema, utakiwi kupitisha muda ambao unatakiwa kufika, ni muda huu. Na mwanaume yuko hapo kimya, mwanaume yuko kimya, hajui afanye kitu gani. Ikitokea kwa mfano labda mke anafanya kazi, mme anafanya kazi, yeye mke atapenda kujua mme anapata ngapi, lakini yeye hataki hata kumjulisha, aweza kumwambia kwamba yeye anapata mshahara wake ni wa pesa ngapi, hawezi akamwambia. Na hapo hivyo tena atachunguza pesa za mme, lakini zake zenyewe zake hazichunguziki. Wewe hawezi ukaulizia, mme hawezi akaulizia kuhusiana na za kwake. Za kwake ni za kwake, na hizo mme hatakiwi kujua. Lakini ikiwa ni za mme, yeye anatakiwa kujua ni ngapi anazozipata na atazitumia namna gani, na ni yeye ndiye atakayefanya nini, atakayezichukua ili matumizi yapate kutendeka. Hayo mambo ndugu zangu tunayoongea yapo hadi muda huu ambao tunaongea hapa. Ndio maana Demonolojia sura yake ya kwanza mstari wa 242 nasema anataka kusimamia na kudhibiti kila kitu, anataka kumtawala mume wake kila wakati. Kwa hiyo inatokea hata mme anapotaka hata tendo la ndoa ni kesi. Mme anapotaka tendo la ndoa inakuwa ni kesi. Kuna mara mke atakataa, sitaki, na hawezi akamwambia hata kwamba nimechoka, aweza hivi, no, hana hivyo, aseme sitaki. Lakini ikiwa ni yeye ndiye ana haja ya tendo la ndoa na anaenda kumwambia mme, kwa sababu mme labda alikuwa kazini, amechoka sana, amekuja na akisubutu kusema kwamba siwezi, natoka, hapo tatizo linaingia. Anaanza kusara, kwa sababu yeye anajiangalia yeye mwenyewe, aangalie mme wake.
Yaani anajisi maisha ni yeye mwenyewe, anakasirika kwa sababu yeye anajiona ni yeye. Namna gani wewe unaanza kataa kile mimi ambacho ninakipenda? Anasahau kwamba naye pia mwenzake alikuwa anahitaji, lakini yeye hakutaka. Ndio maana kitabu cha Didite sura yake ya 3 mstari wa 4 ndani ya Biblia Kalata Mbali inasema menguma madiba, yani nguva za majini zilitaka kudhibiti kila kitu katika eneo hili. Mwanamke huyu anataka kusimamia kila kitu ndani ya nyumba: rangi ya kuta, samani, watoto, fedha, safari, hata miradi. Yaani kila kitu ambacho mumeandaa lazima yeye ndiye msimamizi wa kila kitu, na ni yeye aliye na neno la mwisho. Utafanya hiki, ndi hivyo. Mwanaume hawezi kukabisha, yaani kila ambacho anaongea ndicho kinatakiwa kifanyike tu. Watoto watavaa hivi, ni yeye. Sitaki watoto wafanye ndani ya nyumba. Ukuta tutaweka rangi fulani, ni yeye anayesema kwamba ni rangi fulani ambayo tutaweka ndani, aidha kwenye ukuta, aidha ni viti vya aina fulani ndio tutanunua ndani ya nyumba hiki. Yani ni yeye ndiye anayeongoza kila kitu. Hicho kilikuwa kipengele cha kwanza ambacho kinaonyesha mamlaka ya mke kwa mme wake ndani ya ndoa. Sasa baada ya hapo mamlaka, kwa sababu tayari ameshakuwa na mamlaka, kipengele cha pili sasa ni dharau. Dharau sasa itaingia, dharau sasa itaanza kuingia. Ndio maana Demonolojia sura yake ya kwanza mstari wa 243 inasema anaanza kutofurahisha, kukasirika na dharau. Yaani dharau inaanza kuingia kwa sababu ya kitu gani? Kwa sababu yeye tayari ameshamdhibiti, ameshamtawala. Na kuna mara anaweza kumwambia kwamba wewe unafikiri wewe ni mwanaume mzuri, uko hata kidogo. Yaani wewe mwanaume, kwanza niko na wewe kwa sababu ni iwe tu hivyo tu, kwa sababu nakuhurumia tu. Yaani hata mwanaume naye mwenyewe anaanza kujisema, yaani kweli na mimi nimeshuka chini sana hivi kweli. Yaani hata mwanaume anashindwa hata kujiamini kulingana na kile ambacho anasikia kutoka kwa huyu anayeita mke wake. Kwa hiyo ndio maana kitabu cha Temusea sura yake ya 17 mstari wa 60 nasema, hapa nimekuwa kicheko cha demoni, kwa sababu utu wangu ni kitu cha kudharauliwa, sawa na kile ambacho mtu hutemea mate usoni. Kwa sababu tunajua kwamba Temusea ambaye ni Ayubu alikuwa katika matatizo makubwa sana. Aliingia katika ugonjwa wa hali ya juu ambao alipigwa na shetani mlima Bobe kutokana na mlango ambao alikuwa hajui kama anao. Na hivyo kila yeyote aliyemuona, hata mke wake wakati alipomuona akasema, no, hapana, fanya, angalia. Unaweza kufuru tu kwa sababu haiwezekani, wewe hauna kosa lolote, kwa nini uingie katika matatizo kama haya? Unaona? Lakini mume wake akasema, mbona unaongea kama vile mwanamke asiyeanzishwa? Unaona? Mambo kama haya yanatendeka kwa sababu ameshakuwa kitu cha kudharauliwa. Yaani demons zinaonyesha kwelikweli dharau zidi ya mwanaume kupitia mke wake. Ndio maana sura yake Temusea Ayubu 19 mstari wa 17 inasema, nimedharauliwa hata na demon, nikisimama napokea matukano yao. Hivyo ndivyo Temusea anasema, kwa sababu wanawake wengi wao watakaa tu, hawataki kufanya chochote, lakini kwa sababu anajua kwamba tayari ameshakumiliki, ameshakutawala kwelikweli. Anapoenda nyumbani kwao kule, yaani ni historia zako za hovyo ndizo atakazotaja kule nyumbani kwao. Sikilizeni kwa makini. Yaani ni historia za ajabu ajabu ambazo atakuundia, yaani mambo ambayo yaani unadharaulika sehemu ambapo mke wako ametoka. Anapokuwa na marafiki zake, yaani ni historia ya maisha yako, gisi wewe ulivyo, mwanaume gani, angalia yuko hivi, hata kitandani hana hata nguvu, yaani nipo tu naye tu kwa sababu ya hivyo tu. Sasa ikitokea wakati ambapo mme sasa aende kutembelea mama mkwe aidha baba mkwe, namna atakavyotazamwa, hata yeye mwenyewe atajiuliza, kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Yaani kitendo cha kutazamwa, mtazamo huo ambao utatazamwa ni kile ambacho mke wako amekiongea
ndicho wanachokiona kwako moja kwa moja. Hata marafiki zake wanapokutazama unaanza kuona kwamba kuna namna nyingine ya kutazama. Hata kuongea kwao imekuwa tofauti, kwa sababu tayari mke wako anaeleza jinsi wewe ulivyo, na anachokiongea sivyo kama ilivyo hata kidogo. Kwa hiyo haya mambo yanatendeka katika ndoa, yale yanakuchafua. Na hapo unapokuwa nyumbani, unataka kuongea kwa kitu fulani, hasa ameongea kitu fulani, unapenda kuongea, yani anakukanya pale pale, alafu anasema na wewe unapenda kuongea, na wewe unaanza kuongea sasa na hivyo hawezi akaangalia ni nani ambaye yuko karibu yako, pembeni yako ni nani, aweza mko sehemu gani, no, yani anazirisha ukosefu kwa mfano wa adabu. Lakini kuna wakati ambapo pia anaweza akafanya tu kama vile ni mchezo ili kumridhisha yule ambaye amekuja. Inaweza ikawezekana kwa mfano kukawa mgeni ambaye amekuja, ni mfano tu ambao, ingawa sio kitu ambacho kinaweza katokea kila wakati. Yaani ile hali ya kuonyesha kwamba anamtawala mme wake, kuna mara anaweza akaitoa usoni, na hapo moja kwa moja unaona kwamba ni mwanamke tu kawaida ambaye hana matatizo, kwa sababu anajua kwamba kuna mgeni kwa mfano ambaye yeye mwenyewe anathamini na hataki kwamba huyu ajue kile ambacho kinatendeka. Anaweza akazirisha hali kama hiyo, na anapotoka tu moja kwa moja tena huyo bam, moja kwa moja anabadilika, hadi mama anajiuliza ni kitu gani ambacho kitaendelea, mbona wakati alipokuwa hapa ambao tulikuwa vizuri, lakini ametoka tu moja kwa moja amebadilika, na mimi sijakufanyia kitu chochote, kwa sababu yeye hataki, kwa sababu anaona kwamba huyu mwanaume hatakiwi kuwa na raha katika nyumba hii, raha haitakiwi. Kwa hiyo hizo ni demon ambazo ziko nyuma, ambazo zinasukuma kwamba hiyo hali isipate kutokea ya amani, ya furaha humo, kwa sababu lazima mwanamke wamgandamize hizo demon, yani wagandamize mme kupitia huyo mwanamke, ndio wanapenda kumaanisha. Kwa hiyo ndugu zangu, mnatakiwa kuelewa kwamba wanaume wengi, maana tunaongelea wanaume jinsi wanavyonyanyaswa, yani wanaume wengi kuhusiana na hili wanateseka sana na hiyo roho ya dharau inayotoka kwa wake zao. Yani ni kitu ambacho kimeendelea sana katika maisha ya ndoa ya walio wengi, na hili lipo kwa watu ambao wamekubali ukweli, wanaweza wakazirisha hiyo hali, lakini pia hata kwa wale ambao hawapo katika ukweli wanaweza wakazirisha hali kama hiyo. Wengine wanakimbia, hata wanashindwa hata kukaa nyumbani kwa sababu wanakimbia vurugu kutoka kwa wake zao, kwa sababu mwanaume, walio wengi hawaelewi mwanaume yuko namna gani. Mwanaume hapendi vurugu kila saa hapo 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 hapo, no, mwanaume hayuko hivyo. Ndio maana wengine hata mume ametoka tu kazi, angalia anatoka tu kazi, angalia anaingia tu moja kwa moja ameshashikwa hapa, ameshakabwa. Kwa nini ulifanya hivi na vile? Hajatulia, hata kutulia hajatulia, kula hajala, kunyu nani kuoga hajaoga, yani hata wewe mwenyewe. Ndio maana utakuta wanaume wengine yani ni muda mchache yuko nyumbani, kwa sababu anajua kwamba mimi hata huu mchache ambaye niko nyumbani yani ni vurugu tu. Ndio maana anakuta anaenda anatembea huko, anaenda vijiweni jinsi wanavyohita huko, halafu baadaye jioni anakuja tu, anajua kwamba hapa ni kula, kama kutakuwa chakula na kula na lala, na kama hakuna basi, kama ni hivyo boom, analala, kwa sababu anajua kwamba hapa amani haipo. Kwa hiyo wanashindwa kukaa majumbani kwao kwa sababu ya hizo hali na tabia ambazo mke amejizirisha. Ndio maana kitabu cha Demonolojia sura yake ya kwanza mstari wa 244 nasema, mbele ya mume wake mke mara kwa mara huzihirisha tabia mbaya kwa kuonyesha uchokozi. Kwa hiyo ataanza kumchokoza hata kwa sababu anapenda aongee. Maana kuna wanawake wengine mtu asipoongea kwake amwezi mkatulia na amani, lazima aongee kitu ili ujibu. Lakini tatizo ukijibu tena anakuambia na wewe unaanza kujibu, na ukikaa kimya unanikalia kimya, yani unanizarau wewe ndio unanilisha. Mambo kama aina za wanawake wa namna hiyo, yani utajiuliza wanatafuta kitu gani hasa. Kama wewe unaona kwamba huyu mwanaume kwa hali anayo kwamba haiko sawa kwako, jiulizeni sasa, kwa nini hawaamui kwenda waondoke katika ndoa? Kwa nini hawawezi wakaondoka? Kwa sababu wana plan, wana mpango kamili ambao wako na wa kuangamiza, wa kubomoa huyu mwanaume. Kwa hiyo hawezi akatoka.
Ndio maana yuko pale kuhakikisha kwamba anammaliza kwa namna moja hasa nyingine. Kwa hiyo lengo la demoni hizo zinapitia mwanamke huyo ili kumbomoa huyu mwanaume, kumwangamiza huyu mwanaume. Lakini kitu ambacho unatakiwa kuelewa kwamba hiyo hali, ingawa kwelikweli demon zimekuja, la haziwezi zikaja, hata demon za matukio haziwezi zikafanya matukio ambayo hawaoni kile ambacho huyu mwanamke alicho nacho, kwa sababu hizi hali hizi, ili mulielewe vizuri, hii hali aza tabia ya namna hii ambayo mwanamke anaonyesha, yaani msifikiri kwamba ni kitu ambacho ameiga sehemu, no, ni asili yake. Kabla hata ya kuolewa alikuwa hivyo. Sikilizeni kwa makini. Yaani hata kabla ya kuzaliwa, kabla ya kuolewa alikuwa na hali hiyo. Sasa itajidhihirisha sasa wakati ambapo ameshakuwa katika ndoa. Sasa demons zitaenda kufanya tu matukio kidogo, ili kwamba hiyo hali ipate kujitokeza. Yaani hali ya mwanamke wa namna hiyo ipo tu, hata kabla hajaolewa alikuwa yuko hivyo. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna demon ambazo zilianza ni demon za matukio, kukaja demon katika umbo la mbuzi ambazo ni bibandabodimamudimabobe, tukaona kwamba kukaja demon mengu mama diba, yani nguvu za majini, na zingine zitakuja baadaye, kwa sababu zinapoanza hizi zingine zinajileta kulingana na matukio mbalimbali ambayo yataendelea kujizirisha katika ndoa. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanatokea, ndugu zangu. Ndio maana kitu ambacho tunatakiwa kuelewa kwamba mwanamke, kitendo cha mwanamke kusimama na kumfokea mwanaume ni kufuru, naweza niseme ni chukizo. Yes, yaani ni kitu ambacho hakipiti katika ulimwengu wa kiroho, hilo halipiti. Mwanamke anasimama anamfokea mme wake, hata kama alikuwa na kosa ambalo amelitenda, hautakiwi kumfokea mme wako, kwa sababu ni chukizo. Ulimwengu wa kiroho haufumbii macho kitendo kama hicho. Lakini haijamaanisha pia kwamba mwanaume yeye anatakiwa kumfokea mke wake kwa sababu yeye ni mwanaume, amfokee tu hivi hivi. Hapana, haijamaanisha hivyo pia. Sijui kama naelewa hilo, ndugu zangu. Kwa hiyo ni kufuru, yani ni chukizo, tuseme chukizo, mwanaume kumfokea. Ndio maana mi naambia kila wakati dada zangu kwamba muishi na mwanaume na mwelewe mwanaume ni nani, anapenda nini hasa. Mwanaume hapendi mambo makubwa sana, hapana. Mwanaume hapendi kelele. Mwanaume anapenda kuheshimiwa, hapendi kelele, anapenda kuheshimiwa. Yaani hata kama amekosea, anataka kwamba umwonyeshe kwamba amekosa, lakini kwa sauti ambayo ni ya utulivu, ya upole, ya upendo. Huyu ni mwanaume. Hapo anaweza akakusikiliza, hata kama anaweza akashindwa kuongea chochote pale, lakini utakuwa tayari umemgusa. Sijui kama unaelewa hili. Lakini tatizo la wanawake, sio wote, lakini wanapoona kwamba mme amekosea kwa kitu fulani, sasa kwake yeye ndio anapata muda sasa wa kumsimamia mwanaume, anaanza kumkaba, kwa nini umefanya hivi? Ni kweli amefanya kosa, inawezekana, lakini sio kwa namna hiyo ndio utaenda kumkaribia mme wako. Hilo haliwezekani, kwa sababu kitendo hata cha kwenda kwa namna hiyo, hata ile haki ambayo ulikuwa nayo kwa kila alichokifanya ambacho si kizuri, unaipoteza moja kwa moja. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni muhimu sana kuyazingatia na kujua ni namna gani unatakiwa kukaa na mme wako, kwa sababu katika ndoa kuna mambo matatu: kuna mazungumzo, kuna ushirikiano na kuna heshima. Hivi vitatu, usipokuwa hivi vitatu, ndoa hipo. Aweza kunapokosa kimoja, hiyo ndoa inayumba, inaanguka. Ili mulielewe vizuri. Sasa mwanaume anapenda kuheshimiwa,
yani ile thamani ya mwanaume aihisi kwelikweli anayo. Hataki mtu wa kumdharau, aidha mwanamke amdharau, mchukue kwa sababu hana fedha, hana nini, kwamba umchukie, aidha umdharau, umuone kwamba yuko duni. No, kwa mwanaume hilo halipiti. Ndio maana mtaona kwamba kuna aina mbalimbali, muangalie katika hali inayoonekana. Kuna wale wanaojiita kwamba ni wanawake wazuri na kuna wengine ambao wanaitwa kwamba ni wanawake wabaya. Bo, wao wanasema wabaya. Je, kuna mwanamke mbaya? Bo, kwa wale wanaojiita sana wanawake kwamba wao ni wazuri, walio wengi hawaolewi, na kama wataolewa wataachika. Walio wengi wanafanya hivyo. Mjiulize kwa nini? Kwa sababu mwanamke mwingine anapojua kwamba yeye, kwa mujibu wake, kwamba yeye ni mzuri, kuna namna ya kiburi ambayo inamwingia moja kwa moja, na anapojiona kwamba yeye ni mzuri, kwa hiyo mwanaume hawezi akamwambia kitu ambacho kipo tofauti, kwa sababu yeye ni mzuri. Kwa hiyo ukifanya tofauti, yeye anaweza akapata mwingine tu. Mnaona hicho kitu? Na hilo ni jambo ambalo ni mbaya sana. Kwa hiyo mwanaume ndani ya nyumba, kwa aina hizo za wanawake, yani atamweka mwanaume katika hali ambayo ni ngumu sana, yani atamtawala, kwa sababu mwanaume naye pia anajua kwamba mke wangu ni mzuri sana, labda nikipandisha sauti kidogo hataniacha. Mwanaume anakaa katika hali ambayo ni ya mateso kwa sababu ya uzuri, kwa mujibu wake, wa mwanamke, kwamba anaweza akaenda sasa yeye akipoteza mwanamke kama huyu ambaye ni mzuri, kwa sababu ni mwanamke tena mwenyewe ndio atakuwa anajidai na kusema kwamba mimi ni mwanamke mzuri. Wewe ni mwanaume, angalie, kuna wanaume, unajua ni wangapi ambao walikuwa wananitafuta, unajua ni wangapi hadi muda huu wanatamani kwamba wewe uniache ili wanipate. Kumbe mwanamke, hata nikae kimya, hata nisiongee hivi, kwa sababu naweza nikamkosa. Lakini inafika mwisho mwanaume anachoka na anachana. Kwa hiyo mtakuta kwamba walio wengi wanaachika, wako nje nje, kwa sababu ya kujiona kwamba wao wako bora zaidi sana, ni wazuri. Kwa hiyo mwanaume aweza akamwambia hiki mme wake, aweza akamwambia hiki mme wake, aweza akamwambia kile, aweza kile. Nasema lakini sio wote, nasema walio wengi, lakini sio wote. Kwa hiyo kwa walio wengi, ina maana kwamba kuna wanawake wengine ambao bado wana ile heshima kwa wanaume, kwa waume zao. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho msichukulie kwamba labda ni wanawake wote. Hapana. Na ikiwa wewe dada haupo, basi ni vizuri, na ikiwa uko katika hiyo hali, basi angalia ili ubadilike. Hicho tu. Kwa hiyo ndugu zangu, katika ndoa mnapoona kwamba mme na mke mambo hayaendi vizuri, mnaweza mkasikia katika ndoa kwamba mme amemuua mke wake, mwanaume amemuua mke wake. Kwa nini? Hatuko hapa kutetea mauaji. Kuua kwa kusudia sio vizuri, sio kitu ambacho ni kizuri, lakini mjiulize ni kitu gani ambacho kinafanya kwamba huyu mwanaume aingie katika hali hiyo hadi afanye mauaji ambayo anafanya, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo yanapitika ndani ya ndoa ambayo watu hawayaoni. Katika nchi kadhaa ni kama vile wanasapoti mwanamke, kwa sababu kuna mwanamke yeye anapokuwa katika nchi fulani anajua kwamba mwanamke yeye ana thamani sana, anathamanishwa sana kuliko hata mwanaume. Anajua kwamba, na ndio maana mtaona, hata mnaweza mkaona hata video mbalimbali, mwanamke, tuchukue kwanza huku Ulaya mfano, utakuta mwanamke yani ndani ya nyumba anasimama, anaanza kumfokea mme yuko pale, anatulia, kwa sababu mwanaume anatulia, anajua kwamba hapa nikisema nijibu itakuwa ni kofi nini. Na huko katika hiyo sehemu ambayo Ulaya, kuna mara hata kama ni mke wako ndiye amekuanza, mara itakuangukia kwako wewe ndio unakosa. Kwa ndio maana utakuta baadhi ya wanawake wanajiona kwamba wanajiinua zaidi sana, ili kuanza sasa, hata anaingia anapiga mme kofi. Sasa mme akipenda kwamba arudishe, kesi inakuwa. Wale wanaotetea wanawake, mwanamke ni mdhaifu, aza nini, hawezi ukafanya hivyo. Sasa ni yeye aliyeanza. Lakini kwa hiyo anajua kwamba mme akimgusa tu moja kwa moja ataenda kustaki, na mme atatolewa katika nyumba, yeye atabaki ndani ya nyumba. Mme anaenda nahangaika huko sehemu ambayo atakaa. Hao wanawake pia wapo, na hivyo mwanaume anapotolewa katika nyumba ambayo alikuwemo,
ikiwa na kazi na walikuwa labda na watoto, tena anakatwa mshahara ili kuwapatia watoto ili malezi, na utakuta huyo mwanamke tayari tena ameshakuwa na mwanaume mwingine, lakini anajua kwamba pesa zake anazituma, yule mwanamke anakula na watoto kweli wanakula, lakini huyu mwanaume naye pia ambaye ni mpya anakula. Ndio maana mtakuta kesho kutwa anasema kwamba kuna mwanaume ambaye ameua mke wake na watoto wote, naye pia akajimaliza. Haya mambo yanatokea kwa sababu walio wengi wajui ni nini ambacho kinaendelea ndani, lakini kuna mambo mengi ambayo yanatendeka. Wengi watasema mbona alikuwa mtu mzuri, hatujawahi kuona kwamba anakosa mengine. Yes, ni kweli, lakini inafika wakati ambapo hizo demon nazo pia zinaingia katika hali, yani mtu anaingia katika hali ya kwenda kulipiza kisasi, kwamba mimi siwezi nikaangalia nikaendelea tu kutumika tu na zinaliwa na mwanaume mwingine na mwingine, boom, anaenda kufanya kitu ambacho hakiko vizuri. Kuna mwanamke mwingine ambaye aliwahi kuulizwa kwamba hivi ikitokea kwa mfano mume wako katika mazungumzo anakupiga na kupiga na kupiga, wewe kama mke unaweza ukafanya kitu gani? Alijibu kwamba mimi wakati huo siwezi nikafanya chochote, nitasubiri usiku wakati analala, mimi nitaenda jikoni, naweka maji ya moto, inatokota, naichukua, amelala, naenda kummwangia boom. Hayo mambo, na anaongea hivi yuko very serious kwamba kweli kitu kama hicho kikitokea anaweza kafanya hivi. Kwa hiyo mtajiuliza, kweli ndoa watu wameichukulia namna gani? Ndoa ni ufasi ambayo ni ya vituko vya namna hiyo? Aidha, ndoa inatakiwa kuwa na furaha, raha, lakini walio wengi wanaposikia mambo ambayo yanatendeka katika ndoa, hata wengine wanakata tamaa, wanasema kwamba je, niowe? Wengine wanajiuliza niolewe, aidha nijiachie, kwa sababu kama mambo yako namna hii, si bora mtu abaki kama alivyo kwa wakati huu? No, hapana. Maana ndio maana nikasema sio wanawake wote, lakini pia sio wanaume wote. Kwa hiyo unaweza ukapata ambaye mmeelewana vizuri na unaendelea vizuri, na usione chochote kile ambacho kinaweza kawasumbua katika maisha yenu ya ndoa. Kwa hiyo sasa, kitu ambacho mnatakiwa kuelewa pia ni kwamba nilisema kwamba mwanamke akiinua mkono juu ili kwamba aende ampige mume wake, yaani mjue moja kwa moja kwamba demon hizo ambazo zimo ndani yake zimesha kuwa na mamlaka juu ya mme kupitia mke wake. Hii ndio maana yake. Yes. Demonolojia sura yake ya kwanza mstari wa 245 inasema, ni wakati huu katika ndoa ambapo demon ya mkanganyiko na mabishano pia huja, pamoja na demon ya vurugu. Yaani tumeanza kwanza kugusa kuhusiana na demon za matukio, kwanza zinakuja kuandaa sehemu ambayo ni nzuri ili kwamba demon zingine zije. Alafu tukaona demon ambazo ni beba ndamo mudima bobea, ni demon katika umbo la mbuzi, na menguma madiba ambazo ni nguvu za majini. Lakini hapa tumesoma kwamba kumeongezeka demon zingine, demon nyingine ya mkanganyiko, demon za mamishano na demon za vurugu. Aina za sikilizeni kwa makini, kwa sababu mkanganyiko, kuna demon ambazo ziko hapo kwa ajili ya mkanganyiko. Kwa hiyo hizo demon za matukio hazitaleta mkanganyiko. Demon ambazo ni bebandamo mlima bobea za nguvu za majini hazitaleta mkanganyiko. Kwa hiyo kuna aina zingine za demon ambazo zitakuja, na huu mkanganyiko utakuwa namna gani? Utakuja katika nyumba yenu. Yaani mkanganyiko utakuwa kati ya mme na mke. Inaweza ikatokea mme akaongea kwa mfano sentence fulani, mke hata penye vizuri, hata ataelewa tofauti, yaani anaingia katika namna nyingine ya kufikiri, mmoja kwa moja bam, wanaanza kutusiana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu kumeingia mkanganyiko, kwa sababu kuna demons za mkanganyiko pia ambazo zinaingia katika ndoa, kwa sababu tayari milango imeshakuwa ya kutosha sana. Pap 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 pap, takuta mtu nimesema hivi, sema no, mimi sikusema hivyo, nilisema kitu fulani, na mwingine baba wewe unaelewa kwa nini hivyo, boom, kwa sababu mkanganyiko tayari umeshaingia. Tayari mkanganyiko umeshaingia. Ndio maana kitabu cha Munangada, yaani Yakobo sura yake ya 3 mstari wa 16 nasema, kwa maana palipo na bidii chungu
hapo pana demon pia ya mkanganyiko na ya ugomvi. Kutoka hapo kunakuja demoni za vurugu ambazo hatimaye huzalisha kila namna ya matendo maovu. Maanake ni nini? Yaani, tunapoongelea kuhusiana na demoni za kidini, mwelewa kwamba hazivutii tu dini, hapana, bali pia unapoongelea kuhusiana na demoni za kidini, yaani pia ndio zinavuvia tena wanasiasa. Ni demoni pia ambazo zinavuvia wanasiasa zenyewe, zinawavuvia. Labda wengine wanaweza kajiuliza, imani, mara unasema kwamba dini na siasa hamwezi mkavitenganisha, yote vinatembea pamoja. Ni kweli. Sasa inakuwa namna gani? Mbona kuna sehemu ambapo utakuta siasa inakandamiza nani, dini haina cha kuongea, ni kama vile kuna vurugu, mikokotano. Je, no, mikokotano inaweza ikawa kwa watu, lakini dini haziwezi zikakokotana kati yao, maana zenyewe ziko hapo, lakini zinaweza zikawapatia mkanganyiko ili kwamba mupigane, muane katika, yani mufariki katika dhambi. Wao kwao ni furaha, hilo halina tatizo kwao, ni kitu ambacho ni muhimu zaidi sana. Ikiwa watu watafariki wakiwa katika dhambi, hapo kwao hakuna tatizo. Mnaona ndugu zangu? Sasa ndio maana nikasema kwamba demon za kidini haziko tu kwa ajili ya dini tu, hata pia siasa ndio zenyewe zitawavuvia wale wanaoandaa sheria, wataenda kuweka sheria zingine ambazo hazina hata maadili, mambo kama hayo. Ni hizo demoni tu za kidini ambazo ziko nyuma katika hayo mambo. Ndio maana kitabu cha Demonolojia sura yake ya kwanza mstari wa 246 inasema, anakuwa mkorofi huyu mwanamke, mgomvi, hata mwenye matusi. Yaani mwanamume anapokosa, anapoona kwamba mke wake hamheshimu, sikilizeni hili jambo. Inapotokea kwa mfano mwanamume anaona kwamba mke wake hampi tena heshima yake, ama kwamba ameisha mdharau, kwamba amemshusha, huyu mwanaume anaweza akapata hiyo heshima tena sehemu nyingine, ni nje. Inaweza ikatokea kwa mfano yuko na mfanyakazi mwenzake, ni mfano tu, aidha yuko na jirani ambaye wanazungumza tu vizuri, kuna wakati ambapo anaweza akaongea neno la kuonyesha kwamba wao anamthamini huyu mwanaume, anaonyesha kwa kwelikweli kwamba ana heshima kwake, mambo kama hayo. Hicho kitu kinaweza kikamshangaza huyu mwanaume, anasema ina maana kwamba bado mimi ni mtu ambaye ninafaa bado? Mbona anakumbuka mke wake jinsi anavyomwambia kwake yeye haipiti tena, kwa sababu anamwona kama yeye ni mwanaume ambaye hana maana, hana umuhimu wowote. Kwa hiyo kupitia huyo mwanamke, kwa mfano, huyu mwanaume anaweza akarejesha thamani yake. Mwelewe vizuri, yaani kama vile anaporudi nyumbani, mke anapoanza kumdharau, ni moja kwa moja kama vile yale maneno ya yule mwanamke ambaye anampatia, kama vile yeye, wewe ni uko mwanamume mzuri, mwanamume ambaye uko hivi hivi na hivi. Yaani ni kama hayo maneno ndio yatamsaidia sasa, ili kupambana sasa na kile ambacho kimo ndani. Yaani mwanaume ataona kwamba anarudisha uaminifu wake, na hapo anaweza akapambana na mke wake sasa nyumbani. Maana kuna mwanamke nje anayempa nishati ya kupambana na mke wake ambaye anamtupia nishati ambazo si nzuri. Kuna mambo mengi ambayo yanatendeka katika ndoa, watu hawaelewi. Ndio maana kitabu cha Byarabamunya, yani Mezali, sura yake 21 mstari wa 19 inasema, afadhali kuishi katika kona isiyo na watu kuliko kuwa na mke mgomvi na mkorofi. Hivi mnasikia? Yaani ni afadhali kuishi katika kona isiyo na watu kuliko kuwa na mke mgomvi na mkorofi. Kuna wake wagomvi na wakorofi. Yaani mnapokuwa kimya bila kukutana kwao, sio vizuri. Yaani mubaki tu katika ugomvi katika kila jambo. Kuna mambo mengine ambayo atasusia, ambayo haujafanya hata kufanya, anafikiria tu, na moja kwa moja utakuta kwamba amekasirika. Unamuuliza unakasirikia kitu gani? Hakuambii chochote. Ni sasa unajiuliza ni nini ambacho kipo. Wengine utakuta wiki moja wakiwa na amani, yani wamefanya ni mwaka mzima. Sasa mnaelekea wapi? Kwa hiyo aina ya wanawake ya namna hiyo ni wanawake ambao
hawataki furaha iwepo ndani, kwa sababu hizo demon zitahakikisha kwamba zinammaliza huyu mwanaume kwa namna moja za nyingine. Ndio maana sasa, baada ya kuongea hayo, ndio tunaingia katika kipengele cha tatu ambacho ni utawala. Yaani mwanamke sasa anatawala kikamilifu, kwa sababu kipengele cha kwanza tulionyesha namna gani? Tulionyesha mamlaka ya mwanamke. Hicho kilikuwa ni kipengele cha kwanza kabisa ambacho tulionyesha mamlaka. Alafu kipengele cha pili tukaonyesha ni dharau ambayo atazirishi, na hiki ni kipengele cha tatu ambacho ni utawala. Sasa kikawaida tunapoongelea kuhusiana na utawala, kikawaida ni mwanaume ndiye anayetakiwa kumtawala mke wake, na hata katika tendo la ndoa ni mwanaume ndiye anayetakiwa kutawala. Yaani haitakiwi mwanaume yeye sijui mwanamke amtawale katika tendo la ndoa, no, hilo halitakiwi. Mwanaume ndiye anayetakiwa kutawala, kwa sababu ni yeye aliyepewa hayo mamlaka, ni yeye ambaye ni wa kwanza, ni kichwa. Sasa kama ndivyo nilivyosema, kutawala huku sio katika manyanyaso. Anaposema kwamba yeye ndio anatakiwa kunyanyasa, kutawala, sio kunyanyasa, aweza kumweka mwanamke kama vile mtumwa. Hapana, hapa msichukulie kwa namna hiyo. Hapa sio kwa namna hiyo. Ndio maana kitabu cha Demonolojia sura yake ya kwanza sura 247 inasema mwanamke huyu huishia kuamua ni lini mume wake afanye naye ngono, aidha tendo la ndoa. Yaani ikiwa mwanamke ameshamtawala mwanaume, yaani mwanaume hana chochote tena cha kuongea. Yaani mwanaume anaweza akawa na haja ya tendo la ndoa na mke wake, lakini mke anakataa. Hata kuambia ambao ni kesho sasa, na hivi kisi umepata kesho, ukipata kesho mbao ni baada ya siku 3 tena 4 ndio utapata tena. Yaani ni mwanamke ndiye anayepanga, na utakuta hata wanapokuwa katika tendo la ndoa ni mwanamke ndiye atakayesema bo, geuka sasa, tukae hivi sasa. No, hapana, fanya haraka bwana, mbona unakawia nini? Yaani utakuta mwanaume yani yupo anajiuliza ni nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo yani ni yeye anayeongoza hata kwenye tendo la ndoa, yani anapenda kuonyesha kwamba yeye ana mamlaka juu ya kila kitu, na hapo mwanaume ajue ni nini cha kufanya. Mwanamke huyu huishia kuamua ni lini mume wake afanye naye tendo la ndoa za ngono. Ndio maana kitabu cha Isombe sura yake ya 18 mstari wa 6 inasema msinyimane kwa ukaribu wala kimwili kwa masafa marefu, isipokuwa kwa makubaliano ya pande zote mbili, na kwa muda, kuchukua muda wa kusali, kutafakari, na ili kukutana baadaye. Vinginevyo mna hatari ya kupoteza udhibiti wenu na kujiingiza katika majaribu ya shetani mlemavu bei, roho mbaya. Maana yake ni nini? Yaani Esombe anasema hivi, sio vema mke na mme kunyimana ikiwa mwenzako anahitaji, na ikiwa kuna uwezekano msinyimane. Na inaweza ikatokea kwa mfano hapa aliposema kwamba wala kimwili kwa masafa marefu, inaweza ikatokea kwa mfano labda mmoja wenu atasafiri, labda atafanya labda miezi mitatu, anaweza kuwa mme. Mfano, ni vizuri kufanya mazungumzo na kuelewana kwanza nyinyi wawili kwamba kweli afanye miezi mitatu ndio aweza. Hapana, kwa sababu kuna mwingine mke kwa mfano anaweza, mme anaweza kaenda lakini aweze akavumilia miezi mitatu. Ndio maana utakuta mke anaenda na mme wake moja kwa moja katika mission, inaweza katika kazi mbalimbali ambazo wanafanya, kwa sababu kikawaida ikiwa mtasema kwa mfano hamkupatana vizuri na mme ameenda sehemu huku anakaa miezi miwili mitatu, huku mke hawezi tena akavumilia, anaweza kaingia katika majaribu ya shetani mlimoja moja kwa moja, na hilo sio jambo nzuri. Na kuna wengine ambao wanafanya kosa zingine, utakuta kwa mfano labda mme ameenda huko, mke yuko huku, alafu sasa wanapigiana simu, na wakati huu tunajua kwamba kumesha kuwa mambo ya WhatsApp, kuna nini, video call, watu wanapiga, wanaona. Mme atamwambia kwamba ngisi niko huko mbali, basi nifungulie kamera na mimi kamera, alafu ujiweke hivi nikuone, kwa sababu nimemisi, sasa unirekodie video ili kwamba nitulie niwe na kila wakati naangalia na kumbuka. Usifanye hilo kosa hata siku moja. Hapana kufanya kosa kama hilo, hata kama ni mme wako. Usikubali hata siku moja kurekodi ndani ya simu yako kuhusiana na
sehemu zako za siri za uchi wako. No, usifanye hilo. Kitu cha kwanza, kwa wale ambao wanaofanya hivyo wanafikiri kwamba si ni mke wangu. No, mnajua kwa kitu gani? Tuseme kwa mfano wewe uko kwenye WhatsApp na yeye yuko kwenye WhatsApp, mwe mnaangaliana, mko kwenye chumba, wewe unajificha kwenye chumba chako sehemu uliko, na yeye yuko kwenye chumba chake anajificha. Mwe mnafikiri ni nyinyi wawili ndio mnatazama? Ni wengi ambao wanawatazama, kwa sababu unajua kwamba hicho kitu, tuseme hizo video zinapita kwenye mitandao mitambo ya wale ambao ni wahusika. Yaani hizo skrini zote zipo kwenye mitambo yao, wanaona. Sio kwamba ni nyinyi tu ndio mnaona, kwanza ni wao wenyewe nao pia wanaona. Alafu kesho kutwa mnakuja kuona video zimeshatolewa, labda unataka kugombea kuwa rais. Sasa mambo mengine, video ya mambo hayo pum, yanatoka, unajiuliza ni nani alinirekodi? Ni huyu mwanamke, sasa ni huyu mwanaume, mimi imekuja namna gani? Msicheze na mambo ya mitandao, ndugu zangu. Watu walio wengi wanafikiri kwamba mitandao ni kitu ambacho tu ni automatic tu pum pum pum. Kuna watu ambao wako nyuma ambao wanaongoza hayo. Piga simu hapo uangalie, kama simu haiko hewani watakwambia kwamba haiko hewani. Na wakati unapozungumza inapita kwanza kwenye mitandao yao, kwenye mitambo yao pap, ili kwamba mazungumzo yote ambayo unaweza kaongea yote wakitaka yote wanaiweka, wanairekodi, na baadaye inakuja kuzidisha aliongea hiki na hiki na hiki na hiki, na inasikika kila kitu. Kwa hiyo ndugu zangu, fanyeni angalisho katika mambo kama haya. Msinyimane kwa ukaribu wala kimwili kwa masafa marefu, isipokuwa kwa makubaliano ya pande zote mbili, na kwa muda, kuchukua muda wa kusali, kutafakari na ili kukutana baadaye. Vinginevyo mna hatari ya kupoteza udhibiti wenu na kujiingiza katika majaribu ya shetani mlima uvei, roho mbaya. Ndio maana kitabu cha Demonolojia sura yake ya 200, sura yake ya kwanza mstari wa 248 inasema, mke humjulisha mume wake kwamba hana faida, kwamba hafai kitu, kwamba hamstahili yeye, kwamba anaweza kubadilisha nafasi yake wakati wowote anapotaka na mtu tajiri au mzuri zaidi kuliko yeye. Mnaona, hicho ndio kitu ambacho nilisema. Yaani mwanamke wa namna hii, yeye anaweza akajiona kwamba yeye ni mzuri zaidi sana na kushusha thamani ya mtu, na akasema kwamba wewe ukifikiri kwamba hivi naweza yani hata leo nikitaka naweza nikapata mwanaume mzuri kuliko hata wewe ambaye ni tajiri, wewe kwanza una kitu gani? Yani anafanya hivi ili kwamba yani uzidi kubaki kimya, usiwe na lolote ambalo utaliongea, yani akutawale vizuri. Na hizo demoni ambazo zipo. Mwanamke anafikiri kwamba yeye anafanya hivyo, ni demoni ambazo zimempagaa, ndizo zinachukua mamlaka juu yako ili kwamba wakumalize vizuri. Ndio maana utakuta wengine wanajinyonga, wanajiua, mambo kama haya ambayo yanatendeka. Mstari wa 249 inasema, anamfanya aelewe kwamba hana uwezo wa kufanya ngono, kwamba analalamika kwa makusudi ili kumfurahisha tu. Kwanza wewe hata kitandani, yani haujui wewe mwanaume, yani bure, yani wewe bure kabisa, yani wewe kama vile jogoo. Na mwanaume unapomwongelea mambo kama hayo ya kitandani, ukimwambia kwamba yeye si kitu, kwa baadhi unambomoa moja kwa moja. Kwa hiyo ataongea hivi kwamba ikiwa unasikia kwamba mimi labda wakati unapofanya hivi unasikia kama vile nagunaguna, nafanya nalalamika nini, sio kwamba labda unafanya vizuri, ni kwa sababu tu nikupenda kufurahisha tu, lakini wewe ni bure. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanatendeka. Anaanza kumkosoa, kumdharau. Katika hali hiyo anajiruhusu kufikiwa na kuchumbiwa na mwanaume mwingine na wanaume wengine. Yaani anapoona kwamba ameshamtawala mme, anaweza akaanza sasa kuchumbiwa, aweza kufuatwa, kutongozwa na wanaume wengine, na kuna wakati mwingine anaweza akaja akamleta hata ndani ya nyumba. Anaweza akamsemea uongo kwamba ni kaka yake, aweza ni binamu yake, mambo kama hayo, na wengine anaweza kusema kwamba ananitongoza, na mwanaume yuko hapo ana cha kusema. Alafu tena huyu mwanaume ambaye ameingia humu anamwambia kwamba wewe nipatie maji nikunywe. Nipatie maji akunywe. Tena wewe mke ndio naye. Haya mambo ambayo mnaona kwenye filamu ambazo wanacheza ni mambo ambayo yapo. Wewe unafikiri kwamba wanacheza tu kwa sababu wacheze? Kwa sababu mambo hayo yapo. Mara ataambiwa kwamba huyu ni kama vile huyu
ni mfanyakazi wangu huyu, anafanya usafi ndani. Historia inabadilika. Mme yuko pale anajiuliza, kwa nini anafanya hivi? Hawezi akaongea chochote, afunge mdomo wake. Na hivyo utakuta kwamba hata usiku anaambiwa kwamba lala kwenye chumba kingine, mimi nitalala na mme wangu na bwana na yule ambaye amempenda. Mambo haya yanatendeka, mimi nakwambia. Yani ujue kwamba huyu mwanaume amefika, yani yuko chini ya utawala kwelikweli wa demon hizo ambazo nimetaja. Yani ni hatari ambayo imeingia katika familia hii. Ah. Ndio maana kitabu cha Dale ambayo teta Petro sura yake ya kwanza mstari wa 82 nasema, rafiki zangu wapendwa, msishangae kuwa katika moto kamili wa mitihani unaotokana na demoni za matukio, kana kwamba kitu kisicho cha kawaida kiliwapata. Kwa hiyo demoni za matukio zipo, zitakuwepo na haziwezi zikaisha, aweza kuondoka nao, kwa sababu ikiwa bado ungali unapumua na kila siku unaamka, unajua kwamba matukio yapo tu. Yani zitatafuta kwa namna moja aza nyingine, ili kwamba kupatikana matukio fulani ambayo itakufanya wewe ushindwe kusonga katika njia yako ya utakaso. Ndio maana Demonolojia sura yake ya kwanza mstari wa 251 inasema, mume wa mwanamke huyu anaanza kujiona asiye na maana na kutawaliwa. Kwa hiyo anaposikia maneno kama hayo, mke anasema yeye anajiona kwamba yeye ana umuhimu gani, hana maana tena, hana maana tena. Ndio maana kitabu cha Mutatedi sura yake ya 9 mstari wa 2, yani Mutatedi kupitia Mormon sura yake ya 9 mstari wa 2 nasema, usijitowe kwa mwanamke kiasi kwamba anakutawala. Usijitowe kwa mwanamke kiasi kwamba anakutawala. Usifanye kamwe kosa hilo, ndugu yangu. Kaka, usifanye kosa hilo hata kidogo katika maisha yako. Narudilia, usijitowe kwa mwanamke kiasi kwamba anakutawala. No. Hata kama yeye ni mzuri kiasi gani, gisi anavyojiita, aweza gisi unavyomuona, hata pia hata kama awe na pesa za namna gani, ni yeye ndio akulisha, lakini usijiruhusu kujitoa kwa mwanamke hadi ya kutawala. No, sio vizuri. Ndio maana Isombe 33:10 nasema, usimpe shetani mlima bobero mbaya nafasi ya kukutawala kupitia demoni za matukio. Usikubali. Demonolojia sura yake ya kwanza sura 252 nasema, mke huanza kumpuuza mumewe. Anapopika chakula ni kwa ajili yake mwenyewe. Si una mikono? Hauna mikono? Una mikono, maskini ya Mungu, jinsi wanavyosema. Una mikono, maskini ya Mungu, miguu yote imeenea. Si unaweza ukaenda tu, angalia jiko liko pale, sio kwamba utashenya, utaenda kukata kuni, kila kitu kiko pale, kuna gesi, kuna nini, chakula, kila kitu kiko pale. Maskini ya Mungu, nenda ukafanye hivi. Mwanaume anaenda anatengeneza chakula, alafu tena anasema kwamba ukimaliza uniletee na mimi sahani hapa. Yani mme anapika, alafu tena anamletea naye pia ale. Ndio maana kipengele cha 4 sasa inakuja wivu. Wivu namna gani? Aidha, wivu kwa nani? Mnafikiri ni yeye mwanamke ndio atakuwa na wivu? No, yeye atafanya sasa kwamba mme awe na wivu kwake, kwa sababu tayari ameshamtawala, ameshafanya kila kitu. Sasa anatakiwa awe na wivu, kwa sababu kila atakachokiongea yeye mwanaume hataongea chochote, kwa sababu anaweza kaniendea, anaweza kanitoka, anaweza karudi, anaweza kaniacha. Nitapata mwingine wapi? Kipengele cha 4, wivu. Demonolojia sura yake ya kwanza sura 253 inasema, anajiweka katika thamani, vipodozi, nguo za kifahari, hutumia wakati wake kwenye simu. Hii ili kumfanya mumewe aone wivu, ili ateseke. Maanake ni nini? Yani ni mwanamke ambaye anapokuwa nyumbani na mme wake, yani anajiweka katika namna ambayo iko hivi, anajiachilia, aweza kavaa vizuri, aweza kajipodoa, lakini wakati ambapo anataka kutoka, ndio wakati ambapo anavaa vizuri, anajipodoa vizuri, anavaa nguo za kifahari,
alafu anatoka katika lengo kwamba mume wake aseme sasa wewe umeenda wapi? Unaweza ukamuuliza kwamba unaenda wapi? Anaweza akajibu unaniuliza wewe kama nani? Lengo ni nini? Ni kwamba huyu mwanaume aanze kupata wivu, kusema kwamba hivi gisi amevaa, amejipodoa, amejiweka katika samani kwa namna hii, itakuwa lazima anaenda kwa mwanaume. Hivyo ndivyo demoni zinacheza mchezo ili kumharibisha kabisa huyu mwanaume. Huyu atakuwa ameenda tu kwa mwanaume mwingine, alafu tena anapokuwa, ikiwa atakuwa pale aendi sehemu, wanamwambia kwamba huwa anatumia wakati wa kutosha zaidi sana kwenye simu, kwa sababu tumesha kuwa katika nyakati hizi za simu, anatumia muda wa kutosha sana kwenye simu, na utakuta kwenye simu huku anacheka na wewe uko pale unasema unacheka nini? Utasikia hivyo, mwanaume yuko pale anasema nimeibiwa hasa namna gani? Yaani lengo ni kwamba mwanaume aone wivu, kwa sababu yeye atapenda aamini kwamba anaongea na chati na mwanaume. Ndio maana kitabu cha Bialamu Nyamezari ni 27 mstari wa 4 inasema, hasira kali ni ukatili na hasira ya haraka, lakini ni nani ambaye atakayepinga mbele ya wivu? Mutatedi kupitia Mormoni sura ya 9 mstari wa kwanza inasema, usiwe na wivu kwa mwanamke unayempenda, asije akajifunza kukutendea vibaya. Hauna haja ya kuwa na wivu ya mke wako. Wanasema kwamba unapopenda mke wako unatakiwa kuwa na wivu. Wivu ya namna gani? Kwa sababu wivu, kuna demoni ambazo ziko pale za wivu. Maana huu mlango ukifunguka wa wivu, hata mke wako akienda chooni, labda ambao useme choo zingine ziko ndani, lakini wasi kuna sehemu ambapo choo ziko nje, hata akienda chooni unasema huyu labda huku chooni kutakuwa mwanaume, labda tayari unaweza ukakosa hata amani. Anapoenda kazini unaweza unamfuata nyuma nyuma, unaona kama hiyo ni hatari ambayo ipo, kwa sababu tayari utakuwa umeshafungua mlango ambao ni wajabu. Ndio maana wanawake wengine anaweza katoka anasema wewe haukuniuliza nilikuwa na nani, mbona hauna hata wivu wewe? Yani wewe unaona tu naweza nikatongoza tu na mwanaume. Kwa nini ufanye hivyo? Mstari wa 254 inasema, simu ya mke inapohita anaipokea mbele ya mumeo, kisha anaenda kujibu mahali pengine. Ndiri 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 ndiri, anapokea, alafu anaenda kuitikia huko halo, ili kwamba mme abaki katika mawazo ya kusema kwamba ni nani ambaye anampigia. Kuna mara anaweza akazungumza akamaliza akaja, mme atauliza ni nani alikuwa anakupigia, hadi ujue. Yani kila mtu ambaye ananipigia lazima ujue ni nani, na utakuta labda ni mama yake, aza ni kaka yake ambaye amempigia tu kumjulia hali, lakini hatapenda kumwambia mme, kwa sababu mme abaki katika mawazo kufikiri kwamba ni mwanaume mwingine ambaye anaongea naye. Mstari wa 255 nasema, kwa ishara hizi anamfanya mumewe aamini kwamba anaona mwanaume mwingine, na huyo wa mwisho huanza kuwa na tuhuma zinazochochewa na demon ya wivu. Hapo ndipo demon za wivu nazo pia zitafanya nini? Zitamkumba mme. Unaona yani hapo ndipo sasa demon za wivu nazo pia zinaanza sasa kumvamia mme, kulingana na matendo ambayo ni mabaya, mahovu ambayo mke ameendelea kuonyesha kwake. Ndio maana kitabu cha Hesabu ambacho ni Misongi sura ya 5 mstari wa kwanza inasema, mwanamke aliyeolewa anapokengehuka kimakusudi kutoka katika hali yake ya ufahamu ya wajibu wake na kutokuwa mwaminifu kwa kumlaghai mumewe kingono, iwe katika mawazo, maneno au wakati wa ndoto na demon incubus, ikiwa jambo hili limefichwa machoni pa mume wake na ikabaki imefichwa, lakini alijitia unajisi bila ya kuwepo shahidi zidi yake na bila ya yeye kushangaa, ikiwa demoni ya wivu itamshika mumewe na akamshuku
mke wake kama kweli amejitia unajisi au la. Katika hali kama hiyo, mwanaume atamwongoza mkewe kwa kiongozi aliyeanzishwa, aliyewekwa wakfu. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Unapoingia katika mambo ya nani ya wivu, na unaanza kushakia labda nani mke wako ni hivi na hivi, basi sisi tulio katika ukweli tunaambiwa hivyo, unamwongoza mke wako kwa mkuu aliyeanzishwa, aliyewekwa wakfu, ili afanye mazungumzo, achunguze kile ambacho kipo. Mstari wa 256 inasema, ni kwa sababu hii sheria ilipitishwa kwa watu, hii ili kutoipa demon upatikanaji, ili kuzuru ndoa yenu, ndoa yenu. Ndio maana kitabu cha Hesabu yani Misongi 56:2 nasema, ndoa kulingana na neno na iheshimiwe na wote. Kumrazi sio nani, ni kitabu cha Esombe 56:2 hapana Hesabu. Esombe 56:2, ndoa kulingana na neno na iheshimiwe na wote. Wanandoa lazima wawe waaminifu kijinsia, kihisia, kubaki waaminifu mmoja kuelekea mwingine. Wakati wa uhusiano wenu wa kimapenzi, msifungue mlango wa uchafuzi unaowapa ufikiaji wa mazoea yaliyonajisiwa na bebandamundima mundima bobeani satirs demoni katika umbo la mbuzi, na yale ya menguma madiba, yani nguva za majini, kwa sababu mundima bekokisidi atawazibu makahaba na wazinzi. Ndugu zangu, huyo ndio mwanamke, yeye akiwa hata katika tendo la ndoa na mme wake atakuwa anafikiria mwanaume mwingine katika wakati huu. Nikupenda kusema kwamba mwanamke anapozirisha hali ya kupenda kumtawala mume wake, kwa sababu kuna mambo ambayo ataanza kuzirisha, yaani kuna maamuzi ambayo yeye mwenyewe atayatoa bila hata kumuuliza mume wake. Yaani hapo mtambue kwamba huyu mwanamke ndio huyu ambaye tunaongelea hapa. Yaani ni yeye, yaani hata mwanaume mme ajui, atakuja kupewa tu taarifa, hiki kimeshatendeka, hiki kimeshatendeka, hana hata, kwa sababu yeye anajiona kwamba yeye ni yeye, na hapo ni demoni ambazo zipo tayari na lengo ni kumwangamiza huyu mwanaume. Mme aweze akaongea kitu na akubali moja kwa moja, no, yaani kwake lazima kuwepo kwanza na ubishi, kwa mfano, ili kuonyesha kwamba mme wake labda hajui chochote, aidha hawezi akamwambia na akubali tu moja kwa moja, no. Kwa hiyo hayo yote ni kwa sababu ni mwanamke ambaye anataka, yaani ana mamlaka juu ya mme wake, na hiyo ni chukizo. Kwa ndugu zangu, huyo ni mwanamke mwenye mamlaka katika ndoa. Luba akiruhusu kupitia neno lake, tutaenda sasa pia kumuona mwanaume mwenye mamlaka katika ndoa. Luba anaendelea kujitukuza.